Watande kulira kulikitea kwa. Mama unafungia na hao nani hiyo ile ndio kama kuna mtu anakusikiliza akufungulia ile redio. Wao hulihaya. Wewe kwa tafuta station ndio jaka usikilize lakini unapoongea ukiruka muda wote. Hakuna hata anaikuelewa. La kuhulika nane makutu nao la kuhulika. Hawakusikii wewe unachoongea hapo, wewe fungua tafuta station yako unayotaka usikilize burudike. Naituga hulisha. Hulika. Nasikia. Hatari tatu mpaga. Hadi nyema. Ila napendaga mamangu ukiwa na furaha. Napenda sana. Mudika. Haya niache tusikilize. Mbona kwenda pia ni pabaya. Ukiwa na roho mbaya, wewe tutakuogopa. Ukiwa na pesa nyingi, usawa tamandugu zako. Wewe ni wani mwengwa wana wema, Mola wape nini? Karibu mwanangu. Mwanangu karibu. Hivi hapa ndo nyumbani au nimekosea? Ndio hapa nyumbani kwetu mwanangu. Hebu kaa chini kwanza tusalimiane mwanangu. Mama, mimi siwezi kukaa mazingira haya, siwezi. Haya ndo mazingira ya nyumbani kwetu, naomba kaa kwanza mwanangu. Siwezi kukaa mimi. Hebu kaa basi chini kwanza mwanangu tuongee. Umekaa chini, tunasalimiana afu mambo mengine yanafuata. Umekuja umechechamaa na kulalamika wima mwanangu kweli? Kido. Mama. Mwanagoto ya? Yani hoya kufika du. Hodu hano habi, sije hano tuze ule kalanga kuchanya kalanga kumavia hapo. Ane hene mwana yo ayu, mzukuru kama ayu ne hodu. Msame mjukuu. Lese mdenga gone ne hodu simsaka kabisa. Ndakaje kabisa simusaka. Msamee mjukuu wako mama. Nice. Kabema. Mbona ulipomkasirisha bibi mpaka anaondoka na hasira? Mbona umekuja hivyo mwanangu? Kuna nini kwani? Hebu inuka kwanza twende nje maana. Twende nje kwanza tukapige story. Umasikini haufai kabisa, yatupasa kuepuka. Yapo maafa kwenye jamii unaoweza kuyaleta. Mali na fedha vinaweza kuwa chanzo, watu wakabadili mawazo, wakafanya usaliti, uongo na usnichi, na pia wakajenga hata chuki. Oh binadamu, oh binadamu, oh walimwengu binadamu. Mwanangu, mimi naomba tu nikwambie ukweli.
kuhusu haya maisha tunayopitia au niliyopitia mimi mama yako, ukiwemo na wewe mwanangu. Maisha tuliyopitia mimi na baba yako tulikuwa na maisha mazuri sana. Mimi na baba yako tulipendana sana. Lakini mpaka baba yako anafariki, sikuwa na hali kama hii. Lakini cha kushangaza, baba yako siku aliyofariki, ndugu wamegombania zile mali, wamenifukuza mimi kama mbwa. Mama, ina maana mimi babangu Mketo amefariki? Sio Mketo, ile ni kampuni inayokulea wewe, yani ni shirika lile ndio linalea watoto. Ile Mketo sio babako. Umeelewa? Mketo sio babako. Babako alishafariki kitambo. Kwa hiyo hiki kibanda ulichokizalao umekuja pale na kinyali mwanangu. Ndio msaada mkubwa wangu mimi. Baada kuona mama nateseka kule, nyinyi akaamua kuniita mimi kijijini. Ile shirika unalokaa, lile ni shirika, pale sio kwenu. Pale sio kwa baba yako mwanangu. Baba yako ni amefariki. Wangu amefariki? Ndio mwanangu. Yule Mketo sio babako kukuzaa, lile ni shirika mwanangu. Umeenda kwa ajili ya kulelewa kama yatima mwanangu. Kwa hiyo ukija hapa, yani una maisha hayo ambayo ulikutana nayo mjini. Maisha ya kimjini uyaache kule kule mjini mwanangu. Sijui umenielewa mwanangu. Wewe maisha yako ni haya nilokuwa nayo mimi mama yako, ndio maisha yako wewe. Mama, basi naomba unisamehe, mimi nilikuwa sijui. Kukusamehe nitakusamehe mwanangu. Ninachokuomba tu kija hapa ukubaliane na maisha yangu. Si umenielewa mwanangu? Usiwe hivyo. Mama, naomba nionyeshe kaburi la babangu. Na kuhusu kaburi nitakuonyesha mwanangu, tusijali. Kaburi la babako utaliona mwanangu, usiwe na haraka. Utaliona mwanangu. Naomba unionyeshe tu hata kaburi lake, maana kipindi uko hai nilikuwa sikuwahi kupata mapenzi yake. Ndio hivyo mwanangu. Naomba tu unionyeshe hata kaburi. Nitakuonyesha mwanangu. Mama.